Mapambano makali yameripotiwa tangu Aprili 19 mwaka 2026 kati ya waasi wa AFC M23 na wapiganaji wa Wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la FARDC katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapambano hayo yaliongezeka nguvu asubuhi ya Aprili 20 hasa katika kijiji cha Miti Mingi kilichopo katika kundi la vijiji la Ufamandu ya pili, ambapo milio ya silaha nzito na ndogo ilisikika kwa saa kadhaa. Taarifa zinaeleza kuwa hali hiyo imeibuka tena baada ya utulivu wa takriban siku 4 katika eneo hilo ambalo tayari limeathirika kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama. Inadaiwa kuwa wapiganaji wa Wazalendo walianzisha mashambulizi ya kujibu mapema saa 10 alfajiri wakilenga ngome za waasi wa AFC na M23 kufuatia madai kuwa waasi hao walikuwa wakisonga mbele kuelekea Miti Mingi. Shambulio hilo linatajwa kuwa la kisasi cha tukio la siku iliyotangulia ambapo waasi walidaiwa kushambulia nafasi za Wazalendo katika kijiji cha Kashuka pia kilichopo Ufamadu wa pili. Baada ya siku ya mapambano makali, hali ilionekana kutulia muda wa jioni Aprili 20, ingawa bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku wakazi wakiishi kwa hofu ya kuibuka tena kwa mapambano wakati wote. Asasi za kiraia katika eneo hilo zimeonya juu ya kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu kutokana na wimbi la wakimbizi wa ndani na hali ngumu ya maisha inayowakabili wananchi. Kamanda wa Wazalendo Jenerali Karuninga ametoa kauli kali akieleza kutokuridhishwa na mazungumzo ya amani yanayoendelea katika mchakato wa Doha mchini Katare pamoja na mikutano mingine iliyofanyika mchini Uswisi. Akizungumza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi huyo amesema anashaka kuwa mazungumzo hayo hayawezi kuleta amani ya kudumu na badala yake ametaka kusitishwa kwa vita na kuchukuliwa kwa hatua madhubuti dhidi ya makundi yenye silaha. Aidha, ametoa wito kwa jamii ya Banyamulenge kueleza wazi maeneo wanayoyadhibiti, akidai kuwa baadhi yao wamekuwa wakilalamika kuhusu mapambano ambayo kwa mujibu wake wanahusika nayo. Karuninga pia ameitaka serikali ya Kinshasa kuchukua tahadhari ya haraka kudhibiti makundi ya waasi ambayo anadai yanaungwa mkono na Rwanda, yakihusika katika kuvuruga amani na kusababisha vifo, majeruhi pamoja na uharibifu wa mali za raia katika maeneo yenye migogoro. Sauti ya wane ni Komanda General Karuninga Venasi Zaki DVDP Wazalendo. Mimi niko na neno nyingi nitagusia kwa kusema kufatana na hali ya nchi yetu gisi ilivyo, ndugu zangu wa Kongomani wote kwa jumla. Sisi tuko na mshangao mmoja wa kuona gisi hali iko naenda ya nchi. Hali ya nchi, unaona wakati M23 ilitoka hapa Uvira, M23 ilianziaka hapa kwetu Uvira, tili kuyaka huko Maluvungi huko, ikafikiria Uvira. Kwa kutoka Uvira sisi kwa tunazania kama M23 inaweza fika Uvira, lakini M23 ilikuyaga timu paka Makobola. Wakati ilifika Makobola ikakutana vigogo ya Wazalendo, wanakaa pale wanaizuia pale kama vile watoto wao walizaliwaga mtumbo za mama zao kweli, na kweli walizuiliwaka pale. Kitu kenye kiniko natushangaza kila mara, sisi jina Wazalendo kweli ilikuja hapa juzi hapa, tunazihesabia mamivuma zenye zilikuwa zinasikilikana sana. Hata mimi Karuninga niko nasema hapa hivi, sikukuwa nasikia ngine mvuma, niko nasikia mvuma ya mzee William Amuri ya Kutumba, nasikia mvuma ya mzee Mtetezi Buila Trezon wa Sheba. Njo wale tulikuwa tunasikiliza wenyewe kwa na sirikili, nasikia Bailunga, nasikia Nyakashumba, lakini wakati tunasirikile sasa tunaingia hapa kumugini hapa tunaitwa jina Wazalendo, njo kusikia na wenyewe walikuwa
wakaka security wote wanakuwa sewa kuwa wazalendo. Kwa hiyo ingine nitagusia kwa kusema kuhusu president wetu. Sisi ni watoto wake, hatutamtupa naye, tunajua hata tutupa, tuko pamoja naye, yani bega kwa bega. Sasa hapa kwa kitu cha mshangao hiki kusikia tu sisi tunapigana vita na kuwa ni CCLF, tunasikia wanaenda ongea na enemy. Ile kuongea na enemy hatujui kama ni kosa ni shida ni nini wala kosa ni nini. Kuongea na mtu mwenye anataka kuua mtoto wangu, anataka kuangamiza population yangu, mwenye Rwanda. Tunakumbuka mu 1990, tunakukumbuka mu 1996, mu 1980. Ile nilikuwa ni watu wa Rwanda kwa nafanya masakre. Tena njoo watu kusikia eti njoo yenyewe tunaenda kuongea nao kwenye kufanya masasi elfe. Kuleo tunasimamia FRDC inasimamia hapa Runingu. Enemy anasimamia parti za hapa nani Kabunambo kuelekea Tisange kule kote. Eski tunauliza ile itakuwa njoo sasa elfe gani? Sasa elfe nakuwaka na enemy. Sisi bezwe yetu ni kwenda kupigana vita mbele mpaka nyuma. Kwani sisi tuko na hamu ya kupigana vita? Enemy tunaenda kuongea sasa njoo inakuwa muikale msipigane. Ile sisi kungambo yetu wazalendo tunaiona ile ni politiki yenye gouvernement iko inaingilia mkati. Paske ni uchuruzi. Tunakuwa kuona FARDC na wakuu viongozi wa FARDC wenye wanatuongoza sisi wako wanaona wakituambia neno ya ndani ya siri vitu vitaenda mubaya. Wanashindwa kutuelezea, watuambie uhakika. Na sisi njoo tujipange, tujue kama ni kutuchanga, wanatuchanga sisi wote kwa jumla. Hatuwezi kwa tunasukuma adui, asubuhi unakucha, mshimamie hapo, msipigane, tuko mseselfe. No. Sisi ile tunasema kwetu no. Mtuambie waziwazi, yani ubaga njoo tujue na sisi kenye tutatembelea mkati. Kwa kusema tuko tunapigana na adui, ona masakre kuleo. Nitabauliza kitu kimoja, masakre yenyewe iko Makobola pale ilifanyika na wanani? Si ni Wanyarwanda? Wale tunaulizaga kesho mnasemaga ni Wanyamulenge. Wale mtu waambie tu neno kesho. Pei ya Wanyamulenge naanzia wapi hapa Mkongo? Tujue mpaka wetu na Wanyamulenge na kuwaka ni wapi? Wala mwile 450 tirbi. Mtu waambie ilitokaga wapi ya Wanyamulenge? Tunajua tuko watu wengi. Mkatele sasa kanti tiribieski inahesabiliwa mwele ile kabila ya Wanyamulenge. Yenye mnaitaka simeti Wanyamulenge. Sisi hatuijui kameme. Museme mutufunge. Gisi mimi niko nasema hapa hivi, gisi mnasema naongea maneno hivi. Utasikia kuko wamoja utanizulia mashtaki. Hakuna Munyamulenge ashaga kuwa hapa kwetu Kongo, ni Munyarwanda. Sisi tunaogopa kusema, wakati mimi nitakuwa ndiko nasema nitakufia kama gisi nani Mzee Patri Lumumba gisi alikufaka. Kwa nini tunabakilia mwahali ya hivi? Kwa msa tusiende kupigana. Jeshi ni mingi ya Kongo, tuko wengi wazalendo, tunasirikile, tunafunga pa. Ile kufunga ile ni maltraizo. Nikisema tuende tuprogresse, tunaprogresse. Kusikie tugabule nini mwache tuko mseselfe enemy. Seselfe na enemy inakuwaka Wakongomani. Tukai chini. Sasa uko naona sisi tunapiga adui, tunashinda adui, vinageuka kuwa seselfe. Mzalendo apokei. Kwa msa mtu mwenye apokei. Hana numero matricule, FARDC iko na numero matricule, sisi wazalendo tuna numero matricule. Kwa msa mnakataa tusipigane. Wala kwa msa juu ya nini mnakataa kutupatia vifaa? Kwa msa nani enemy anakuwa na silaha nzito kutuzidia sisi? Eske FARDC inakosa silaha nzito za kupiganisha adui? FARDC
Kwani enemy inatuzidia silaha nzito nzito, ziko zinatoka wapi? Kwani ile ndio tunasababisha sisi kusema paske gouvernement yetu ya Kongo inajua hali ya inchi gisi iko inatembea. Kesho tutasikia Colonel Nanga njo mwenye anaanza ongoza hii inchi. Batu njo wenye banaendelea kutusumbua. Kundi la raia wa Rwanda wanaoishi nchini Marekani wameandamana katika mji wa Washington DC kupinga mapambano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Waandamanaji hao walionekana wakitembea barabarani wakiwa na mabango wakitoa wito kwa kusitishwa kwa mauaji dhidi ya jamii ya Banyamulenge, wakisisitiza umuhimu wa kulindwa kwa raia wote bila ubaguzi. Katika maandamano hayo walitoa wito kwa viongozi wa kimataifa kuingilia kati ili kusaidia kumaliza migogoro na kurejesha amani katika eneo hilo. Hata hivyo, maandamano hayo pia yamezua mjadala miongoni mwa baadhi ya wananchi, wakijiuliza kuhusu madai yanayohusiana na ardhi na utambulisho wa jamii la Banyamulenge pamoja na sababu zinazochochea mvutano huo. Wachambuzi wanasema masuala hayo yanahitaji mjadala wa kina na suluhisho la kisiasa linalohusisha pande zote ili kuepusha kuendelea kwa migogoro. Kwa sasa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inaendelea kuwa tete, huku mapambano yakisababisha madhara makubwa kwa maisha ya raia na kuathiri ustawi wa jamii. Kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia leo Jumanne, Aprili 21, hali ya usafiri imeathirika katika eneo la Bitobolo na Lubumba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu Kusini. Mto Ake utenganisha vijiji vya Bitobolo na Lubumba umefurika na kusababisha barabara kukatika, hali iliyowalazimu wananchi kuvushwa kwa kutumia mitumbwi hata katika sehemu za barabara. Hali hiyo imezua changamoto kubwa kwa watumiaji wa barabara, hususan waendesha pikipiki ambao wametoa maoni tofauti kuhusu ugumu wa kupita kutokana na uharibifu wa miundombinu. Ibeni moza koma sawa mabibo ni wakaza tu. Na kaza tu inus. Mbelifti OM. Ya era misa na wai wa chiki andalo senda hiyo sawa na ndicho sajana Malobomba. Mheshimiwa, jambo, hapa ni barabara gani? Hapa ni numero 5 mzee. Wote mnasoma numero 5. Ndio. Mbona mna maji hivi? Ni nini hasa? Hii ni barabara kweli aiza inafananishwa na nini? Barabara hii mzee. Mnaomba serikali ifanye nini hapo? Serikali tutengeneze njia. Serikali tutengeneze njia. Hapa tuko Lubumba hapa mzee. Tuko Lubumba hapa mzee. Serikali ifanyishe kazi. Wa Mondare tunaharibika sana. Barabara hiyo yote ndio ina kazi ya katika ni hatari. Pole sana. Ona kitu tunaharibikiwa. Njia hii barabara ya Kongo inaonyesha kwa sasa Tanganyika. Ni hatari mzee, ni hatari. ile kidogo baadhi wao mazawadi wasimama ni ile kidogo peliki kamera